ya Baka ama ile pacha ya Bakari Nondo Mwamnyeto na Baka kwenye mchezo dhidi ya Nigeria iendelee kukaa vile vile kulingana na namna ambavyo alicheza kwenye mchezo dhidi ya Nigeria? Kocha Gamondi ndo anapoonyesha tofauti wake na uwezo wa kujua mchezo. Mwamnyeto ana wakati mgumu sana katika klabu ya Young Africans hasa msimu miwili. Amekuwa anapata nafasi za kuhesabu. Ila Gamondi unaona mchezo wa kwanza amemweka Mwamnyeto. Ni aina ya mwili Mwamnyeto alionao. Mwamnyeto anaweza kana makosa sasa ya kukimbia labda. Ila Mwamnyeto katika mipira ya juu ni superb kabisa. Mwamnyeto ni mmoja mchezaji ambaye katika klabu ya Yanga ukimtoa sasa hivi ukimtoa mtu kama Dickson Job huwa anajaribu kupiga mipira mbali, ila beki mwenye uwezo na accuracy kubwa ya kupiga pasi ndefu hasa ni Mwamnyeto. Kwa hiyo unakuta Gamondi alimweka, alijua Mwamnyeto kwa mwili wake alionao anaweza kabatu vizuri na wengine na muda mwingine katika mechi kama zile kocha anajua uwezo wake kwamba huyu anaweza kabato kwa namna gani, kwa namna hii na namna hii akaweza kusaidia timu. Unaona alipocheza dhidi ya Baka walifanya kazi kubwa sana. Mwamnyeto aliweza kuperform hivyo na watu wengi wakashangaa imekuaje, ila kumbe ni mfumo na mbinu. Anajua sasa anapocheza dhidi ya mabeki, anapocheza dhidi ya washambuliaji fulani wana tabia ABCD. Kwa hiyo tabia hizo nao ni mtu fulani akiingia inaweza kuwa sahihi, na mwingine huenda aliangalia tabia za Jobu na tabia za Baka tofautiani sana. Pia hata vimo vyao havipishani kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kocha huenda alihitaji sampuli mbili tofauti, kwamba huyu anaweza kaa na uwezo wa kuruka kufanya vibaka kwenda hivi, ila anahitaji mtu mmoja ambaye pia ni kiongozi katika uwanja. Mwamnyeto ni mmoja mtu ambaye ni kiongozi. Unaweza kuona Mwamnyeto ni captain ambaye anakaa sana sabu kuliko makapteni wote kwa sasa duniani. Akiingia atafanya nini? Akikusikia captain anayekaa sana benchi kuliko haya bana. Hiyo ni issue ya walinzi wakati namna ambavyo walianza kwenye mchezo uliopita dhidi ya timu ya taifa Nigeria. Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye ndani ya Young Africans anaonekana ni kama amepoteza nafasi kwenye kikosi cha kwanza, lakini Miguel Gamondi akamwamini na akaonyesha performance ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Tumtazame Taren Ararakia, forward huyu winga wa timu ya taifa ya Tanzania kwenye mechi ya kwanza, kwa kila ambacho alikionyesha. Leo hii tena dhidi ya Uganda the Cranes, ana nafasi ama mwalimu Miguel Gamondi kuna namna inabidi aturejeshe Kibu Dennis ama Idi Sulemani Nado nafasi ya Taren Ararakia kutoka nchini Uingereza kule? Kwa kiwango cha onyesha dhidi ya taifa ya Nigeria, huenda ni ukubwa wa timu ya taifa ya Nigeria unaona kwamba hakuwa na top quality au hakuwa na top performance katika mchezo ule, ila ni miongoni mwa wachezaji ambaye ni mzuri na alionyesha kwa kiasi chake. Unajua kuna mtu mwingine bana ushindi, kocha anahitaji mchezaji ambaye ana intelligence kubwa sana katika mchezo, anaweza kusoma mchezo na kujua namna gani inabidi tu flow na mchezo. Kwa mtu mwingine hatuhitaji tu mchezaji ambaye anaweza kanafanya dribble nyingi, anakimbia sana tukahisi kwamba ndio alichokuwa anafanyaga, ila kuna mwingine unaweza kuona mchezaji akimbia sana ila matukio yake, mendo yake uwanjani ikawa inachangia timu kuflow vizuri au kupata matokeo kwa wepesi. Sasa ngani mmoja mchezaji ambaye kwanza alikuwa akishika mpira hasa eneo lake yeye, alijaribu mara nyingi kufungua, alijaribu mara nyingi kusumbua backline ya taifa la Nigeria. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye naamini mchezo wa Nigeria ulikuwa ni mkubwa, na huenda ukubwa ule ulitokana na timu nzima ya taifa Nigeria. Ikapatia Taifa Stars, uliangalia ilikuwa ni timu ambayo muda fulani inashindwa kupiga pasi zaidi ya 10, ilikuwa inashindwa kumiliki mpira ndani hata dakika 4 mpaka 5. Kwa hiyo changamoto nyingine haikuwa ni yeye tu, ila muda mwingine nikasema ni aina ya timu iliyokutana nayo na aina ya wachezaji mliopo makuta wamefanyaje kumiliki mpira au kuhold hivyo. Ila ni mchezaji ambaye ukiangalia kwa makuzi aliyokuwa nayo akikutana na wachezaji ambao pia maendana hivyo, mnaweza mkaonyesha kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo na mchezo wa leo kama kwa taifa hili la taifa la Uganda aliyokutana nalo, kwa quality yake yeye anaweza kaonyesha kitu. Kibu Dennis kuingizwa inaweza pia ni msaada, kwa sababu Kibu Dennis ni mtu ambaye mechi zile za nginja alafu kuna mtu kama kule upande ule wa namba 3 ule kuna beki wa Uganda, ni moja beki ametoka jina, ni moja beki anakaba sana mshikaji, utamkuta muda wote yuko mbele tu anasukuma moto. Kwa yeye pia Kibu Dennis ni vizuri, ila mimi na prefer kutoka huyo mchezaji wetu ni heli aingize mtu kama Dinado, kwa sababu tunahitaji wachezaji ambao wana uwezo hasa katika kushambulia na kufungua gaps na kufanya mabeki wa timu pinzani wasipoe muda wote katika tabu. Hatuhitaji hasa mchezaji ambaye yeye anasifika kwa vitu vingine ambavyo sio basic katika nafasi yake. Unajua unasikia mchezaji kwamba ana nguvu, mchezaji anajua kukaba. Sasa kuna namna tunataka tuangalie mchezaji ukiachana anajua kukaba na hizo nguvu zako, wewe ni winga, unaofa nini? Unachotakiwa kuofa ni kuofa
assist, unachotakiwa kuofa ni kwamba nilitoa pre-assist, unachotakiwa kuofa kwamba nilifunga bao, unachotakiwa kuofa kwamba create chances ambazo zikuzofanyaje kutumiwa. Kwa hiyo hicho kitu ndio cha muhimu na cha msingi. So kwangu akianza yeye ni sawa, akianza Kibu Denis ni sawa, akianza Idinado ni sawa. What matters performance unaotoa, game time utopewa, unaweza kaonesha watu kashawishi. Kwa hiyo hicho unachopaswa kufuatilia na kwa cha msingi zaidi katika mchezo wa leo, ila aliweza kuperform vizuri mchezo wa kwanza na kwangu nilikuwa ni sawa. Siwezi kulaumu mchezaji yoyote katika siku ile, najua tunaweza juu nafasi zingine, siwezi kulaumu kwa sababu mchezo ulikuwa mkubwa na watu walicheza jihadi mpaka kusalisha bao dhidi ya taifa la Nigeria. Haikuwa miracle, ilikuwa ni uwezo. Angalia mpira ulipoanzia kwa Noah, ulipoanzia kwa Samata, mara kwa Nova, mpaka unafika kwa Mbombwa, ilikuwa ni kitu ambacho unaona goli lilitengenezwa. Ile ndio namna ya kutengeneza goli, sio kutafuta goli. Ile ni namna ambavyo goli linatengenezwa na si kutafuta goli. Ndicho ambacho kiliweza kutokea kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria, the Super Eagles. Wanasema bwana Victor Osimhen ni kweli aliwekwa mfukoni ama ndo tunawapa sifa ambazo hawastahili wachezaji wetu kwenye ule mchezo? Victor akuwekwa mfukoni, ila Victor aliweza kukabwa vizuri na Baka, ila akuwekwa mfukoni kwa sababu Victor naye alikuwa na changamoto zake ambazo niliziona. Kwanza alianza kutoka mchezoni. Unajua mchezaji mkubwa mwingine anapoenda kucheza dhidi ya taifa kama la Taifa Stars, yeye anaamini mambo yatakuwa mepesi zaidi. Hapo ndio unajua unafika pale unashangaa, bwana utana na mtu ananisumbua hivi. Alafu mbona ukabaji wa Baka ni tofauti na mabeki wanaokaba labda Ulaya. Unajua kuna namna moja ukabaji kwamba kuna ukabaji fulani Ulaya huwa mtu anakuambia mimi nakaba nafasi, mimi nakava nini, nakaba nini. Sasa ukutana na mtu yeye anakukaba wewe. Yaani anakukaba nini? Na Baka ni moja ya beki ambaye ukimwambia kana yule man to man hiyo anaipenda sana, cause atakudisturb, atakusumbua. Na mabeki wengi washambuliaji wengi bora na wakubwa huwa wakikutana na keshi nyingi za vile huwa wanatoka mchezoni kwa sababu haamini katika kushindwa, anaamini katika kushinda. Sasa anakuja kukutana na kitu ambacho kinakuwa kigumu kwake, anaanza kushangaa, anatoka mchezoni. Ila pia Victor anasema kwa nini kama changamoto zake binafsi, moja ya changamoto alipata zaidi ya nafasi kama 3, alikuwa na shuti mara nyingi sana kiasi kwamba unaangalia maybe alikuwa na kitu cha ziada alipaswa kufanya. Kwa hiyo ufanyaje kupiga mashuti ambayo alikuwa yana macho. Kwa hiyo changamoto nyingine licha Baka kujitahidi na kupambana ndani ya dakika zile ambazo paka anafanywa sabu kumkaba, ila pia yeye mwenyewe Victor ndo aliweza kujikosesha mabao kwa kupiga mashuti ambayo yote alikuwa off target. Kwa hiyo ni changamoto yake moja hapo, ni yeye mwenyewe ndo anapaswa kufanyaje kujiheshimu, anapaswa kuwa makini kujua kwamba mimi niko eneo gani na niko sehemu gani. So unapohakika na shuti, hakikisha na shuti kitu ambacho unahakika nacho, so kupiga tu kwa sababu unaogopa kwamba nikidelay dakika 1 au dakika 2 tayari ule beki atafanyaje, atakwasha nifikia. So unaamua kushuti muda mwingine unakuta unapoteza time. Ndio hicho kwa Baka alimkaba, ila Victor alijikosesha mabao mengine ambao muda huo Baka hakuwa katika eneo sahihi. Muda huo Baka alikuwa anasoma namba ya nani, ya mchezaji mgongoni. Watu wote wanakuambia beki ukisoma namba ya mchezaji mgongoni hiyo ni mistake, kwa sababu tayari mchezaji atakuwa alishaona lango lako. Kwa hiyo Baka mnafanya delay, ila Victor Osimhen naye changamoto ilikuwa kwake binafsi kuhakikisha anachagua ngo sahihi na kisha anaweka mpira nyavuni. Kwa hiyo kabla hatujampongeza Ibrahim Baka, lakini pia inabidi tutambue na weakness ya Victor Osimhen, ama ndio ile kwamba tulitarajia mambo mengi makubwa kutokana na jina kubwa la Victor Osimhen, lakini performance yake ikawa ni tofauti na kila ambacho alikwenda kukionyesha kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa Tanzania, na hakuweza kupachika bao. Mimi naweza kusema hakuweza kufua dafu, alikutana na miamba kweli na akaonekana ni Victor Osimhen wa kawaida, au kwenye ule mchezo tunaweza tukasema alikuwa ni Victor, sio Osimhen. Alikuwa ni Victor maana yuko Nigeria, kwa hiyo nasema ni Victor wa nyumbani. Victor mshikaji fulani hivi. Ukienda kule Galatasaray amekuwa ni mshambuliaji hatari sana na wengi wanamtambua, hususan alipokuwa katika klabu ya soka ya Napoli ya pale nchini Italia, akifanya makubwa kweli, akiwezesha timu ya taifa klabu ya soka ya Napoli kuweza kudominate soka la pale nchini Italia na kuweza kutoa ubingwa wa Serie A wakiwa na pacha bora na Vicha Kvaratskhelia ambaye mwenzake hivi sasa anakipiga katika kikosi cha Paris Saint-Germain, kabla baadaye naye kuweza kuingia kwenye sintofahamu na uongozi wa Napoli na baadaye kupelekwa kwa mkopo kunako kikosi cha Galatasaray. Huyo ndo mwamba wa kuitwa Victor Osimhen. Sasa tumtazame El Capitano Samagoli Mbwana Ali Samata kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Nilisikia mijadala fulani kama hivi, ni kweli makocha wanaogopa kumfanyia mabadiliko Mbwana Ali Samata kwa kila ambacho anakifanya uwanjani,
au ndo sisi wa Tanzania kama ilivyo ada tunampa ukubwa ambao Samata pengine hastahili, au kwa vile Samata ni ana jina kubwa tunaamini ndo anaweza kutubeba kwenye kila situation. Kwenye mchezo dhidi ya Nigeria, performance ya Bwana Ali Samata na kila ambacho mashabiki wanakilalamikia, wako sahihi au Samata yupo kwenye formula ndo sisi hatumtazami kwa jicho la tatu? Bana, siku jana katika mchezo wa ndondi ambao alicheza Makinyo, baada ya mchezo kutamatika alisema, unajua mwanafunzi ambaye siku zote anasoma sana kifaulu, mwingine anaweza kusema mwalimu anamfanyeje, anampendelea, ila kumbe ni juhudi zake. Umeona? Kwa hiyo Samata kufika level aliyofika ni uwezo wake binafsi. Hamna mtu ambaye anamwambia Samata twende tukupeleke hapa bila kuonesha uwezo wake. Kwa hiyo kuhusu level ambayo amefika Samata, tumpe heshima yake, tumwamini, na mpaka Samata amesema mataifa yote makubwa, sidhani kwamba eti ni mchovu kiasi hicho ambacho au ni ana kiwango kiasi hicho ambacho tunaamini hajafanyaje anapendelewa. Hapana. Eti kusema Taifa Stars lazima tuseme Taifa Samata ni mchezaji mkubwa, ndio key player. Samata kwetu ndio mchezaji ambaye taifa lolote ukiambia Tanzania kuna mchezaji anatoka timu anacheza Tanzania, ataanza kumtaja Bwana Ali Samata. Hata mtaje tu kwa sababu ya jina, anajua shirika records kuanzia huko TP Mazembe, kaenda Belgiji kaeka records. Ukienda pale Ubelgiji bwana, walimtungia hadi wimbo wake kwenye kikosi cha KRC Genk. Wanasema wanaotungiwaga, kuna mchezaji mmoja and I think ni goalkeeper, alikuwa kesi zote ni goalkeeper wa Ghana, akawa anasema ukienda Ubelgiji, I think Samata ndo mchezaji pekee ambaye alikuwa ametungiwa wimbo ndani ya KRC Genk. Wanatungiwaga kina Messi au kina, lakini mashabiki wa KRC Genk kwa kila ambacho alikuwa kikifanya wakasema yes, huyo ndo mwamba kutoka Tanzania. Ukiendelea kumgusia Bwana Ali Samata. Samata kweli niliona baada ya mchezo kutamatika watu wengi waliweza kucomplain maybe angefanywa sabu. Wengine wakasema alicheza katika kiwango ambacho sio nini, ila watu wanapaswa kujua majukumu yake ni yapi, na wanapaswa kujua katika football kwamba watu wanacheza kulingana na mfumo na miundo ambao kocha ametoa. Kwa hiyo mwingine anatamani kumwona tu Samata anagonga anakimbia tu, wanaona hiyo nini, hiyo ndio football. Kumbe katika mpira mwingine haipo hivyo kabisa. Katika mpira sometimes tunabidi tucheze katika mfumo ambao tumepewa na katika structure ambayo ni bora zaidi ili kufanya kazi iwe nyepesi zaidi. Samata anajua mimi nacheza kama nafasi fulani, mimi ndio nitakapoteza mpira nitakaba, ila mimi nategemea labda viungo wangu waweze kufanya flow nzuri, waweze kufanya kazi nyepesi huko nyuma kuhakikisha mpira unafika kwetu, ili na mimi niweze kutimiza wajibu wangu ipasavyo. Angalia mmoja mchezaji ambaye mara nyingi akicheza timu ya taifa, akiwa hapa nyumbani, akiwa popote, Bwana Samata ni mmoja mchezaji ambaye utakuta fauls anazofanywa ni nyingi kuliko mchezaji yoyote. Angalia Samata mara nyingi tunapokuwa tunacheza, anapokuwa amereceive ile mpira, angalia huwa anakutwa amezungukwa na watu wangapi ambao ni wapinzani. Angalia pia, je, watu wangapi ambao ni timu yake wamemzunguka kwa pale kuhakikisha kwamba wanafanya kazi hiyo nini iwe nyepesi. Unakuta kuna vitu vingine watu wote tunaangalia mpira sana kihisia zaidi kuliko kiuhalisia. Kwa hiyo huwa tunachanganya sana. Unajua Sudi, hapo umezungumza kitu kizuri kwamba watu wengi wanatazama mpira kwa hisia zaidi kuliko uhalisia. Na mimi niwaambie tu, ukimpa Samata mzigo mkubwa wa kuibeba timu ya taifa utaona ni mbovu, ila ukiamua kutazama mpira kwa kila ambacho kinafanyika uwanjani utagundua ni miongoni mwa nyota ambao wanapambana. Na mimi nikwambie tu, wakati tunaendelea na kipindi chetu hapa, na wewe unaweza ukachangia mada kwa kudondosha komenti yako. Tuambie hapo, je, ni kweli Bwana Ali Samata akiwa na timu ya taifa Tanzania anacheza chini ya kiwango, ama ni maneno ya mashabiki ambao wanatamani Samata aje kufanya makubwa tofauti na kile ambacho anakifanya ndani ya ambacho anakifanya kwenye timu zake kule, lakini kila ambacho anakifanya ndani ya timu ya taifa wengi ni kama wamekuwa na mashaka. Dondosha komenti yako, ni kweli je anacheza chini ya kiwango ama yupo katika fomu yake ya kawaida, ila ni maneno tu ya Watanzania ama kuto kukosa subira kwa nyota huyu ambaye amekuwa ndo star mkubwa kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Tumwangazie Novatus Dismas Miroshi katika eneo la kiungo la timu ya taifa Tanzania. Miongoni mwa nyota ambao walikuwa na best performance dhidi ya Nigeria, yani hapa usichukua wachezaji wa Nigeria pamoja na timu ya taifa, alikuwa ni Novatus Dismas Miroshi katika eneo la kiungo. Na hapa kwa Novatus tunavyosemaga Alliance Sports Academy mwamba huyo hapo Novatus Dismas Miroshi, mfano mzuri kweli kweli, mwamba ambaye amepita katika academy ya Alliance Sports na hivi sasa na ubonda katika timu ya taifa ya Tanzania, na alikuwa na performance bora kweli kweli. Nova inavyoonekana kadri siku zinavyozidi kusonga mbele ndivyo ambavyo anazidi kukua. Tuseme ndo kwamba ndo star ambaye anakuja kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania, au naye ni form tu ya kipindi fulani, sio class yake ambayo ameitengeneza kwa sasa. Novatus nadhani
unavyosema siku inavyozidi kwenda na yeye kiwango kinazidi kukua, ni umri unachangia pia. Unajua katika kalia ya soka tunaamini kuna umri kuanzia miaka 17 mpaka 20 na kitu, ni sehemu ambayo unakuta mchezaji anajitafuta na anakuwa katika hali fulani ya utimamu sana kimwili na kiakili. Hapo kufika miaka 20 kuanzia 23 kwenda hivi mpaka 27 hivi ndio umri ambao mchezaji anakuwa very hot, kwa sababu anatafuta mafanikio, anakuwa tayari ameshapiki vitu vingi, kashachukua maarifa mengi, anatekeleza kwa kiwango kikubwa sana. Novatus kiwango chake kinakuwa kwa sababu ameshaanza kutembea zaidi ya mataifa 3 sasa, na utaona wachezaji ambao ni top quality kiasi kwamba ili yeye aweze kucheza kwa sababu yeye ni Novatus, kwa sababu anatokea Tanzania. Hapana, ataweza kucheza kwa sababu yeye Novatus anaonyesha kiwango hicho bora. Na Novatus kwa nini anakuwa vile? Ni kwa sababu ni aina ya mchezaji ambaye kwanza yuko flexible, mara nyingi ni mwepesi kwenda kukaba, ni mwepesi kurudi, na ni mchezaji ambaye pia ni kiraka, anaweza kucheza kama beki ya kati, namba 3, namba 6. Novatus alikuwa na kiwango bora katika mchezo ule, ni kwa sababu pia ya mtu ambaye alikuwa anacheza naye nyuma. Ni mmoja mchezaji alikuwa anacheza naye ambaye ni Alphonce Mabula, walikuwa wanaweza kusaidiana katika engo moja, kwamba mimi nakukabia, kama nakukabia wewe hakikisha pale katikati, kama unacheza namba 8 chafua baba, chafua unavyoweza, ili mambo yaweze kwenda. Unaweza kuona mara nyingi walikuwa wanapeana majukumu. Kwa hiyo moja kitu ndio hicho. Ila pia licha Novatus kwa kiwango bora, nilikuja nikawa na mtazamo kwa namna nyingine pia mchezo wa juzi. Novatus alikuwa anajisahau kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu Novatus mlifanya kwa anaenda, unakuta pale katikati wakipiga mpira Ndindi na Iwobi wamerelax, kiasi kwamba unampa sasa Alphonce Mabula jukumu la kufanyaje na kwenda kuziba zaidi nafasi ambazo ukiangalia ni 2 vs 1, maana yake always ni ngumu kufanyaje kuweza kukaba. Kwa hiyo Novatus ni moja kitu ambacho licha ubora wake alikuwa na changamoto hiyo ya kuacha sana gap pale katikati, kumwachia mwenzake eneo ambalo ilimpa tabu sana. Nasema na partnership ni kama kuna muda ilikuwa inayumba. Na Sudi, kabla hatujarejea, nataka tukasikilize sauti ya kocha mkuu Miguel Gamondi kwa kile ambacho alikizungumza kuelekea kwenye mchezo ule.